kuwekewa sheria mbalimbali za kutoa hiyo mali, pengine zaka, sadaka. Utawekewa sheria katika dini kwamba mali yako umeichoma mwenyewe, lakini utafaradishiwa baadhi ya mambo kwamba lazima utoe mali yako, ni mtihani. Lakini pia utajaribiwa kwenye mali yako kwa kupata mitihani ile mali yenyewe. Inaweza ikaibiwa, inaweza ikapotea, inaweza ikawaka moto. Kujaribiwa katika maana yoyote, ikiwa ni kujaribiwa kwa maana ya kukalifishwa mambo katika mali yako kutoa, halafu hapo unakuwa kutoa ni shida, wote ni mtihani unajaribiwa. Fi anfusikum, fi amwalikum, mtajaribiwa katika mali zenu kwa kupewa mitihani mbalimbali ya kupokea mali au ya kuambiwa mtoe mali katika vitu fulani. Wa anfusikum, na hata kwenye nafsi zenu pia mtatoa mitihani. Na kwenye nafsi pia mitihani aina mbalimbali. Unaweza ukapewa mtihani katika nafsi kwa kupewa taklifa, uswali, ufunge, ufanye nini, ufanye hivi. Ni taklifa umepewa, ni mtihani pia umepewa. Au pia mtajaribiwa kwa nafsi zenu kwa kuondokewa, kafa huyu, kafa mtu wako huyu, kafa kipenzi chako huyu, yote ni katika kujaribiwa. Wala tasma'unna, na wallahi mutasikia nyinyi, minalladhina utul kitaba, kutoka kwa wale waliopewa vitabu, Mayahudi na Manasara, min qablikum, waliopewa vitabu kabla yenu, wa minalladhina ashraku, na kutoka kwa wale waliomshirikisha Allah, makafiri, yani makuraishi na makafiri wengine. Mtasikia adhan kathira, maudhi mengi tu kwa kukutukaneni, kukutukanieni dini yenu, kukudharauni, maudhi mengi mtapata kwao. Wa in tasbiru, iwapo mtapata maudhi hayo na mitihani hayo, lakini mkavumilia, mkasubiri, watattaku, na mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna dhalika min azmi al-umur, hakika hayo ni katika mambo yaliyowajibishwa kila mmoja kuazimia kuyafanya hayo, na wanatakiwa tuwashindane katika kuyafanya hayo. La tublaunna, mtajaribiwa, mtatahiniwa, kupewa mitihani mbalimbali, fi amwalikum, katika mali zenu, wa anfusikum, na nafsi zenu pia. Wala tasma'unna, na mtasikia nyinyi, minalladhina utul kitaba, kutoka kwa wale waliopewa vitabu, min qablikum, kabla yenu, wa minalladhina ashraku, na kutoka kwa wale washirikina, adhan kathira, mtasikia maudhi mengi kwao. Lakini wa in tasbiru, iwapo mtavumilia, mtu atajaribiwa katika mali yake, atajaribiwa katika nafsi, akasikia maudhi mengi kwa makafiri, halafu akawa hakutetereka, akasubiri, akavumilia, akawa kwenye dini yake. Watattakuna, wakamcha Allah, fa inna dhalika, hakika mambo hayo, min azmi al-umuri, ni katika mambo yanayotakiwa kuazimiwa na kila mmoja kuyafanya haya. La takhtabiranna ayuha almu'minuna, mtajaribiwa enyi waumini, fi amwalikum, katika mali zenu, biadai alhuquqi alwajiba fiha, kwa kule kutekeleza haki mbalimbali zilizowajibishwa kwenye mali. Zaka, pengine kuna jihadi unatakiwa utoe kwa ajili ya jihadi, watu waweze kwenda. Kuna jambo la dini linatakiwa mali, unatakiwa utoe. Ni katika mtihani mtajaribiwa. Kwa mfano kama hapa tuliko tunao mtihani, nafikiri Allah anatujaribu. Leo sijui mwaka wangapi, Sheikh Muhammad sijui unapiga tashkili hapa, tunataka tujenge nyumba ya Mungu hii. Tuko ndio hiyo tunajaribiwa kwenye mali zetu. Nyumba inajengwa kwa mali. Sasa toka siku ile kwanza kunadiwa, nafikiri ingekuwa ni madaraka kushamaliza. Kwa hiyo pesa mbili unayoipata ya kuuzia nyanya hiyo, ndio kwa kushasimamisha chumba ushahamia. Huu ni mtihani Allah anatujaribu, fi amwalikum, kwa kule kukalifishwa kufanya baadhi ya mambo katika taklifa mbalimbali za kutoa, katika kutoa mali ni majaribio. Fi amwalikum biadai alhuquqi alwajiba,
katika mali zenu, katika utoaji wa haki zilizowajibika pia kwenye mali. Wa bima yanzilu biha, na yale ambayo yatateremka kutokana kwenye mali hiyo, min almasaib, kutokana na masaib mbalimbali. Itakumbwa mali hiyo, mara imeibiwa, mara imefanyaje, yote ni majaribio. Allah kujaribu. Wala takhtabiranna fi anfusikum, na pia atakujaribuni kwa nafsi zenu. Kivipi? Bilqiyami bitakalifi shar'iyya, kwa kule kusimamia taklifa za sheria, kwamba sheria inakutaka fanya hili, fanya hili, fanya hili, kwa nafsi yako mwenyewe wewe kama ufanye. Ni jaribio hilo, taklifi sharia. Wama yanzilu bikum, na yale ambayo yatashuka kwenu, min anwa'il balai, miongoni mwa aina mbalimbali za mitihani. Lakini pia wala tasma'unna min alladhina, na pia mtasikia kutoka kwa wale ambao utul kutuba, waliopewa vitabu, min qablikum, kabla yenu, wa min alladhina ashraku, na kutokana na wale waliomshirikisha Allah, mtasikia kwao shay'an kathira, vitu vingi tu, mambo mengi sana mtasikia. Mimma yuudhikum, miongoni mwa mambo ya kukuudhini, minatani fikum, kutokana na kukutukaneni nyinyi, wa fi dinikum, na hata katika dini yenu. Wa in tasbiru ala ma yusibukum, iwapo mtavumilia juu ya kile kitakachokupateni, min anwa'il masaibi, miongoni mwa masaibi mbalimbali, wal ibtilaati, na majaribio mbalimbali. Watattaqullaha, na mkamuogopa Allah, bifi'li ma amara, kwa kufanya kila choamrisha, wa tarki ma naha, na kuacha kile chokataza. Fa inna dhalika min al-umuri allati, hakika kufanya hivyo ni katika mambo ambayo tahtaju ila azmin, yanahitaji kuazimiwa sana. Wa yatanafasu fiha, na kushindana kwenye mambo hayo, almutanafisuna, wenye kushindana. La takhtabiranna ayuha almu'minuna, mtajaribiwa enyi waumini, fi amwalikum, kwenye mali zenu, biadai alhuquqi alwajiba, kwa kule kutekeleza haki zilizowajibishwa fiha, ndani yake. Wa bima yanzilu fiha, na yale yatakayoteremshwa kwenye mali hiyo, min masaibi, katika mitihani mbalimbali. Wala takhtabiranna fi anfusikum, na pia mtajaribiwa kwa nafsi zenu, bilqiyami, kwa kusimamia, bitakalifi, taklifa mbalimbali sharia za sheria. Wama yanzilu bikum min anwa'il balai, na yale yatakayoshuka kwenu katika aina mbalimbali za balaa na mitihani. Wala tasma'unna min alladhina, na mtasikia kutoka kwa wale ambao utul kutuba, waliopewa vitabu, min qablikum, kabla yenu, wa min alladhina ashraku, na kutoka kwa wale waliomshirikisha Allah, mtasikia shay'an kathira, mambo mengi. Mimma yuudhikum, miongoni mwa mambo yenye kuwaudhi, minatani fikum, kutokana na kukutukaneni nyinyi, wa fi dinikum, na hata kutokana dini yenu pia. Wa in tasbiru ala ma yusibukum, iwapo mtavumilia juu ya kile kitakachokupateni, min anwa'il masaibi, miongoni mwa misiba mbalimbali, wal ibtilaati, na mitihani na majaribio mbalimbali. Watattaqullaha, na mukamcha Allah, bifi'li ma amara, kwa kufanya kila choamrisha, wa tarki ma naha, na kuacha alichokataza. Fa inna dhalika, hakika kufanya hivyo, min al-umuri allati, ni katika mambo ambayo tahtaju ila azmi, yanahitajika kuazimiwa na kila mmoja kufanywa. Wayatanafasu fiha almutanafisuna, na kushindania kwenye mambo hayo wenye kushindana. Min fawaid alayati, miongoni mwa faida za aya hizi kwenye ukurasa huu tuliopita nyuma. Kwanza, min su'i fi'ali alyahudi, miongoni mwa ubaya wa matendo wa Mayahudi. Wa kabihi akhlaqihim, na ubaya wa tabia zao. I'tidauhum, ni kule uadui wao, ala anbiya'i llahi, dhidi ya manabii wa Allah, bitakdhibi wal qatl, kwa kuwakadhibisha na kuwaua. Tuliona huko nyuma kwamba kila alipokuwa akija mtume wakimuua. Min su'i fi'ali alyahudi, miongoni mwa ubaya wa matendo ya Mayahudi. Wa kabihi akhlaqihim, na tabia zao mbaya. I'tidauhum, ni kule uadui wao wanaufanya, ala anbiya'i lahi, kuwafanyia manabii wa Allah, bitakdhibi wal qatl, kwa kuwakadhibisha na kuwaua. Lakini pili, kullu fawzin, kufaulu kokote, fi dunia, kwa duniani,
fahuwa naqisun, basi ni kupungufu. Faulu utakavyofaulu katika dunia, sio umefaulu kwenye masomo, sio umefaulu kazini, umechaguliwa wewe ndo mkuu, sio umefaulu wewe umepenya, umechaguliwa ndo rais. Wote ufaulu wote utakaopata wa kidunia, kullu fawzin fi dunya, ufaulu wote wa duniani, fahuwa naqisun, basi kuna mapungufu. Wa innama alfawzu tamu, lakini kufuzu kulikotimia fil akhirah, akhirah ndio kwenye kufaulu kulikotimia, sio duniani. Kule mtu akifaulu kafaulu kweli. Kufaulu kupi? bin najati minan nari, kwa kuokolewa na moto, wa dukhulil janna, na kuingizwa peponi. Ndio kumepita pale kwamba umekuja kwamba Mwenyezi Mungu anaambiwa uliyemwepusha moto ukamuingiza peponi, huyo kafaulu sana. Kwa hiyo kullu fawzin fi dunya fa huwa naqisun, kila kufaulu katika dunia kuna mapungufu. Wa innama alfawzu tamu, lakini kufuzu kulikotimia fil akhirah, ni akhirah, bin najati minan nari, kwa kuokolewa na moto, wa dukhuli janna, na kuingizwa peponi. Min anwa'il ibtilai, miongoni mwa aina ya mitihani kujaribiwa mtu, basi majaribio hata al-adha, yale maudhi, alladhi, ambayo yanalu almu'minina, wanayoyapata waumini, fi dinihim, katika dini yao, wa anfusihim, na katika nafsi zao, min kibali hal kitabi, maudhi hayo kutoka kwa hal kitabi, wal mushrikina, mushrikina, hayo ni katika majaribio vile vile. Utapata maudhi kwa makafiri, ni katika majaribio ya Allah. Kwa hiyo walwajibu hina idhin, kitakachowajibika wakati huo, as-sabru wa taqwa. Wanapopata maudhi waumini, basi wawe na subra, watakwa Allah Ta'ala, na wamche Allah mtukufu. Min anwa'il ibtilai, miongoni mwa aina za majaribio au mitihani, al-adha, ni yale maudhi, alladhi, ambayo yanalu almu'minina, wanayoyapata waumini, fi dinihim, kuhusiana na dini yao, wa anfusi, na hata wenyewe nafsi zao, min kibali hal kitabi, kutoka kwa hal kitabi, wal mushrikina, na washirikina. Wal wajibu hina idhin, na kinachowajibika wakati huo wanapoudhiwa, as-sabru, wavumilie, wa taqwa Allah Ta'ala, na wamche Allah mtukufu. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba, wa idh, kumbuka Muhammad, wakumbushe na wafuasi wako, akhadha Allahu, pale alipochukua Allah, mithaka, ahadi nzito, alladhina utul kitaba, kwa wale waliokuwa vitabu, yani Mayahudi na Manasara. Ahadi hiyo ilikuwa hivi, la tubayyinunnahu linnasi, kwamba vitabu mlivyopewa mutavibainisha kwa watu. La tubayyinunnahu linnasi, muvibainishe kwa watu, msifiche kitu. Wala taktumunahu, wala msifiche lolote katika viliomo. Basi ahadi hiyo wakachukua, lakini fanabadhuhu, alafu wakaitupilia mbali, waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo yao, washtarau bihi, wakabadilisha kwa ahadi hiyo, thamanan qalila, kwa kupata pato dogo la kidunia. Fabisa ma yashtauruna, ni mabaya sana walioyachagua. Wa idh akhadha Allahu, kumbuka alipochukua Allah mithaka, ahadi, alladhina utul kitaba, kwa wale waliopewa vitabu. Allah alichukua ahadi kwa kuambia, la tubayyinunnahu, basi vitabu hivyo muvibainishe, yani mvisome kwa watu. La tubayyinunnahu linnasi, muvibainishe kwa watu. Wala taktumunahu, wala msifiche chochote. Kilichotokea, fanabadhuhu, wakatupilia mbali ahadi hiyo, waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo yao, wakaficha sifa za mtume zilioko mle. Washtarau bihi, wakabadilisha au wakauza kwa ahadi hiyo, thamanan qalila, kwa kupata pato dogo la dunia, kupata uongozi tu basi. Fabisa ma yashtaruna, ni mabaya sana waliochagua. Wadhkur ayuha nabii, kumbuka ewe nabii, hina akhadha Allahu al-ahada, pale alipochukua Allah ahadi al-muakkada, iliyosisitizwa, ahadi nzito, ala ulamai ahlil kitabi, ahadi hiyo ilikuwa kwa wale wanawavuoni wa ahlul kitabi, min al-yahudi wan nasara, katika mayahudi na manasara.
la tuwadhihunna linnasi, ya kwamba mtawafafanulia watu kitabu Allah, kitabu cha Allah. Wala taktumuna ma fihi, wala msifiche chochote katika yaliyomo kwenye kitabu hicho. Minal huda, katika uongofu uliomo msifiche. Wala ma dalla alayhi, wala katika yale yanayofahamisha min nubuwati Muhammad sallam, yanayofahamisha utume wa Nabii Muhammad, msiyafiche pia, myaseme. Fama kana minhum, basi hakuna kilichotokea kwao, illa antarahu al-ahada, isipokuwa walitupilia mbali ahadi. Walam yaltafitu ilayhi, hawakuielekea kabisa katika utekelezaji. Fakatamul haqa, wakaficha haki. Wa adhaharul batila, wakadhihirisha batili. Wastabdalu biahdi llahi, wakabadilisha kwa ahadi ya Allah hiyo, thamanan zahida, kwa pato duni sana. Thamanan zahida, pato duni sana. Kama nini? Kaljahi, kama kupata cheo tu, walmali, na mali. Alladhi, ambazo kad yanaluhu, wanaweza wakapata duniani wakificha. Walijua hiyo kwamba wakificha sifa za mtume watapata, maana ndio wataendea kwa viongozi. Fabisa hadha thaman, ni pato baya sana hili. Alladhi, ambalo yastabdilunahu, walilobadilisha biahdillahi, kwa ahadi ya Allah. Wadhkur ayuha nabi, kumbuka ewe nabii, hina akhadha Allahu al-ahada, pale Allah alipochukua ahadi, ala ulamai ahlul kitabi, kwa waunabaa wa ahlul kitabi, min al-yahudi wan nasara, katika mayahudi na manasara, alipowaambia la tuwadhihunna linnasi, mutawafafanulia watu kitabu Allah, kitabu cha Allah. Wala taktumuna ma fihi, wala musifiche chochote katika kilichomo humo ndani yake, min al-huda, katika uongofu. Wala ma dalla alayhi, wala kile ambacho kinafahamisha min nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kinachofahamisha juu ya utume wa Nabii Muhammad, musifiche vile vile, tangazeni kwamba utume Muhammad umebashiriwa humo. Fama kana minhum, basi hakuna kilichotokea kwao, illa antarahu al-ahada, isipokuwa walitupilia mbali ahadi. Walam yaltafitu ilayhi, hawakuitizama kabisa kutaka kuitekeleza hadi hiyo. Walichofanya, fakatamuhu al-haqa, fakatamu al-haqa, wakaficha haki. Wa adhaharu al-batila, wakadhihirisha batili. Wastabdalu biahdi llahi, wakabadilisha kwa ahadi ya Allah, thamanan zahida, kwa pato duni. Kaljahi, kama vile tukupata jaha, yani cheo, walmali, na kupata mali. Alladhi, ambavyo kad yanaluhu, huenda wakavipata hivyo wakificha. Wakificha watapewa chochote. Lakini fabisa hadha thamanu, ni pato baya sana hili. Alladhi, ambalo yastabdilunahu biahdi llahi, walilolibadilisha kwa ahadi ya Allah. La tahsabanna alladhina yafrahuna, wasidhani kabisa wale wenye kufurahia na kusherehekea, bima atau, kwa kile walichopewa. Halafu wayuhibbuna an yuhmadu, wakapenda kusifiwa, bima, kwa vitu ambavyo lam yafalu, hawajavifanya. Hawa fala tahsabannahum, wasidhani wao kabisa, bimafazati min aladhabi, kwamba wameokoka na adhabu. Hawajaokoka. Walahum adhabun alimun, na watakuwa na adhabu yenye kuumiza. La tahsabanna alladhina yafrahuna, wasihzanie wale wenye kufurahia, bima atau, kwa kile walichopewa. Mtu kapewa mali, kapewa elimu, alafu akafurahia tu mali yake, akafurahia tu elimu yake. Lakini wayuhibbuna, na wakapenda, an yuhmadu, wasifiwe, bima lam yafalu, kwa vitu ambavyo hawajavifanya. Mwenye mali ukimsifia, bwana toa bwana kwenye dini huyu, kama ni Muislamu basi yapata kichwa, wala hatoi. Aliyekuwa na elimu ukimsifia huyu shekhe bwana, apata sifa, wala elimu yake hatoi. Wasidhanie hawa kwamba bimafazati min al-adhab, wameokoka na adhabu. Hawajaokoka. Walahum adhabun alimun, na watakuwa na adhabu yenye kuumiza. La tadhunanna ya ayuha nabi, usidhani kabisa ewe nabii, anna alladhina yafrahuna, kwamba wale wenye kufurahia, bima faalu,
kwa kile walichokifanya min alqabaih, katika matendo mabaya ya kuficha na nini na bania mambo. Alafu wayuhibbuna an yumdahahum nasu, wakapenda wasifiwe na watu bima, kwa mambo ambayo lam yafaluhu, hawajafanya min alkhairi, katika khairi, lakini wataka wasifiwe tu, bwana watu wazuri hao. La tadhunnahum, usiwadhanie bimanjati min aladhabi wa salama, kwamba wameokoka na adhabu na wamesalimika. Hawajasalimika. Bal mahalluhum jahannam, bali sehemu yao wakukaa ni jahannam. Wala hum fiha adhabu muji'i, na wao kwenye moto watakuwa na adhabu yenye kuumiza. La tadhunnanna ya ayuha nabii, usidhani kabisa ewe mtume, anna alladhina yafrahuna, kwamba wale wenye kusherehekea na kufurahia, bima faalu, kwa walioyafanya min alkabahi, katika mambo mabaya, wanafanya mambo mabaya alafu wanasherehekea. Wayuhibbuna an yamdahuhum nasu, wakapenda kusifiwa na watu, bima lam yafaluhu, kwa vitu ambavyo hawajavifanya min alkhairi, kwenye khairi hawajafanya, wao ni shari tu. Hao la tadhunnahum bimanjati, usiwadhanie kwamba wamesalimika, wameokoka min aladhabi, na adhabu, wa salama, na kusalimika. Bal mahalluhum jahannam, bali makadhi yao ni motoni. Wala hum fiha adhabu muji', na motoni watakuwa na adhabu yenye kuumiza. Walillahi mulku samawati wal ardi, ni vyake yeye Allah ufalme wa mbinguni na ardhini, wake yeye ndo kamiliki kwa kuumba na kuumiliki. Wallahu ala kulli shay'in qadiru, na Allah kila kitu anaweza. Walillahi, ni wake yeye Allah, mulku samawati, ufalme wa mbinguni, wal ardi, na ardhini. Wallahu ala kulli shay'in qadiru, na Allah kila kitu anaweza. Walillahi wahdahu, ni wake yeye Allah pekee, duna ghairuhu, kinyume na mwingine yote, mulku samawati wal ardi, ufalme wa mbinguni na ardhini. Wama fihima, na vilivyomo katika mbingu na ardhi. Khalqan, ni vyake yeye kwa kuviumba, ndiye aliyeumba. Wa tadbira, na kuviendesha, ndio anaviendesha. Wallahu ala kulli shay'in qadiru, na Allah juu ya kila kitu anaweza, hashindi na kitu. Walillahi wahdahu, ni vyake Allah pekee, duna ghaira, si mwingineo. Mulku samawati wal ardi, ufalme wa mbingu na wa ardhi. Wama fihima, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi. Khalqan wa tadbira, ni vyake yeye kwa kuviumba, wa tadbira, na kuviendesha. Wallahu ala kulli shay'in qadiru, na Allah juu ya kila kitu anaweza. Inna fi khalqi samawati, hakika katika kule kuumbwa kwa mbingu, wal ardi, na kuumbwa dunia ardhi, wa ikhtilafi llaili, na jinsi unavyopishana usiku, wa nahari, na mchana. Kuna siku mchana unakuwa mrefu, usiku unafupika, na kinyume chake. Haya yote la ayati liulil albabi, ni dalili tosha, lakini kwa wenye akili. Kule kuumbwa tu kwa mbingu na ardhi tupo, na vilivyomo ndani yake, na upishanaji wa usiku na mchana, hii ni dalili itakayokuwezesha wewe kujua kwamba kweli kuna muumbaji aliyekuwa makini kweli, makini kweli, lakini liulil albab, sio mimi na wewe, kwa wenye akili. Akili kila mmoja anayo, hata ng'ombe anayo, si ndio? Hata ng'ombe anayo akili, na ndio maana anajua chakula chake ukimwekea, anajua ale nini, anayo akili kwa mujibu wa hali yake. Lakini hapa inakusudiwa ile akili ya kuweza kuchanganua, kujua maslahi na kujua na maradhi nini. Basi ukitizama tu uumbaji wa mbingu na ardhi, jamani, kuna dalili nyingi hapa. Mbingu ilivyoumbwa, mbingu imeumbwa bighairi amal, sawa? Utaikuta imekaa pasi na nguzo, tarauna. Ukitafuta kitu gani imezuia, ndio utajua kwamba kweli Allah haikukaa tu, kiko kitu kinazuia, lakini bighairi amali tarauna. Sisi hatuoni,
Basi ni nguzo ambazo sisi tuwaona, lakini kipo kilichozuia nini? Yule mtaalamu wa anga wa Urusi alipokwenda huko juu, ndio mbinguni, sijui wapi alipokwenda kufanya upelelezi wake, aliporudi aliweka mkutano na waandishi wa habari. Akaulizwa, mambo gani umeona katika safari yako? Akawaambia, nimeona maajabu mengi sana. Nilipokuwa niko juu napanda na kile chombo, sema nilichungulia kwenye dirisha. Kwanza nikaiona hii dunia, niko juu kati dunia kitu kidogo sana, kama lile vumbi tu la kwenye jua, mwangaza wa jua. Jua likipiga dirishani pale, sawa linapitisha mionzi, kwenye ile mionzi kuna kama vivumbi hivi. Anasema niliona dunia kama kile kivumbi, kitu kidogo sana. Halafu kipo katikati kinaogelea. Hakuna kitu chini kimeshika nacho wala juu kipo katikati. Kama kimpira fulani kidogo sana, kiko kati na kati, hakijazuiwa huku wala huku wala huku. Anasema nikajiuliza, nani anaizuia ile dunia? Nimekaa tu katikati. Nani anazuia ile? Yeye hakujua nani anazuia. Alijua, lakini aliogopa kusema. Kwenye Qur'ani jawabu lipo, inna Allah yumsiku as-samaa tazula. Allah ndio anazuia mbingu na ardhi sifanyeje, zisidondoke. Yani Allah ameweka force maalum ambayo huko chini inaizuia, kama vile inavyozuiwa mbingu isianguke. Kuna force fulani inaita gas force inazuia. Basi na dunia imewekewa hiyo force, huku chini inazuia, na huku juu kuna force nyingine kwenye jua na nini, nawe inavuta. Basi imekuwa imekaa, tunakuwa haiendi tena kwa kiwango kilichokuwa kizuri. Allah akakadiria mwenyewe, maana ingezidisha force huku juu ingepandishwa juu, ingekwenda huko, sisi tungeishia. Lakini force ya juu na ya chini ikawa imepimwa vizuri, inaifanya dunia ikae pale pale. Na hapo kuna mambo mengi ya maajabu. Kuna maji, tuko pamoja kuna sijui oxygen, kuna nitrogen, sijui kuna mambo mengi yako hapo ambayo viumbe huko chini tuyahitaji. Ndio nitrogen, hydrogen, si ndio? Tunahitaji sisi kwa ajili ya kutengenezea maji, kwa ajili ya kuchoma vyakula katika miili yetu, oxygen zote kaziweka Bwana Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katikati Allah ameweka kitu, mimi sijui nakihitaji, mtajua wenyewe mahitaji, ulinzi ambao unalinda ile force ya jua inayopiga moja kwa moja. Ingepiga moja kwa moja tusingeweza kuishi sisi, lakini Allah kaeka katikati kwamba hii kama inapoza kabisa. Tena huko ninakuja lile jua ambalo twalihimili, na hilo tu pia ukitoka unasema siwezi kukaa kulala silala. Kwa hiyo uumbaji wa Allah wa mbingu na ardhi na mapishano ya usiku na mchana, kuna dalili ya kujua kwamba yuko muumbaji aliyeumba na anaviendesha hivyo. Lakini ni ulil albab, kwa wenye akili. Wale kwa hawana akili ndio tupo tu. Tafakkarun. Naam. Ara'aytum in ja'ala Allahu lakum al-layla sarmada.
Maonaje Allah ingeufanya usiku kwenu moja kwa moja forever, una mchana, nani ingekuletea mchana na kinyume chake? Sasa huo mchana unakujaje, usiku unapatikanaje, unaondokaje ukaja huu? La ayati, lakini li ulil albab, wenye akili. Inna fi khalqi samawati, hakika katika kuumbwa kwa mbingu, wal ardhi na ardhi, wa ikhtilafi al-layli, na upishanaji wa usiku, wa nahari na mchana la ayatin, kuna dalili zinazoonyesha uweza wa Allah, lakini li ulil albabi, kwa wenye akili. Inna fi ijadi samawati, hakika katika kule kuziumba mbingu, wal ardhi na ardhi, min adami, kuzitoa huko ambapo hazikuwepo, ala ghairi mithalin sabiki, pasi na mfano uliotangulia kwamba kuliwahi kuumbwa hicho Allah akaiga. Wa fi ta'aqubi al-layli wan-nahari, na katika kupishana kwa usiku na mchana, wa tafautihima, na kule kutafautiana, tulan wa kasra, kiurefu na kiufupi, mara urefu una usiku mrefu, mara mchana unakuwa mfupi hivyo. Haya yote la dalail wadhiha, ni dalili zilizokuwa wazi, lakini li ashabi al-uquli salima, kwa wale watu wenye akili zilizosalimika, tadulluhum, dalili hizi zinawafahamisha wao, ala khaliqil qaumi, juu ya yule mwenye kuumba ulimwengu, almustahiqu lilibadati wahdahu, ambaye anastahiki kuabudiwa pekee. Inna fi ijadi samawati, hakika katika kule kuumbwa kwa mbingu, wal ardhi na ardhi, min adami, kutoka huko ambapo hazikuwepo, ala ghairi mithali, akaumba pasi na kukopia, sabiki, mfano ambao ulitokea huko nyuma hauko. Wa fi ta'aqubi al-layli wan-nahari, na katika kupishana kwa usiku na mchana, wa tafautihima, na kule kutafautiana kwao, tulan wa kasra, kiurefu na ufupi, la dalailun wadhiha, ni dalili iliyokuwa wazi, lakini li ashabi al-uquli salima, kwa watu wenye akili zilizosalimika. Tadulluhum, zinawafahamisha wao, ala khaliqil kauni almustahiq lilibada, juu ya muumba ulimwengu ambaye almustahiq lilibadati wahdahu, anastahiki kuabudiwa pekee. Wepi wenye akili? Allah anawataja kwenye wakili, anawafasiri, anasema wenye akili. Wepi wenye akili? Ni hawa alladhina yadhkuruna Allaha, wale ambao wanamdhukuru Allah, wanamtaja Allah, qiyaman, hali ya kuwa wamesimama, wa qu'udan, na wakiwa wamekaa kitako, wa ala junubihim, na hata wakiwa wamelala katika kulalia mbavu zao. Inakusudiwa maana yake katika kila hali, sio kwamba ni katika hizi hali tatu. Ndio hali tatu kuonyesha kwamba kila hali, katika hali ya kusimama, kukaa, wamelala, yani katika kila hali na katika kila mazingira wanamtaja Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu kupitia mama Aisha anasema, kana Rasulullah sallallahu yadhkurullah fi kulli ahyani, Mtume alikuwa akimdhukuru Allah katika hali yake yote, katika mazingira yake yote. Kwa hiyo hiyo ndio akili, kumdhukuru Allah katika kila hali. Si kumdhukuru tu ikawa basi, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wakatafakari kuhusiana na lile kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Wakatafakari. Jamani, tupo pamoja? Tutatafakari vipi? Hebu jamani, kidogo hapo kwanza, kabla kwa mbele tuchangie. Mchangie. Jamani, Allah anasema katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kule kupishana kwa usiku na mchana, ni dalili ambayo itamwezesha mtu kujua kwamba yuko muumbaji aliyeumba, anastahiki kuabudiwa pekee. Akawafasiri Allah lakini wenye akili, si ndio? Akawatafsiri wenye hao wenye akili ni wepi? Akasema ni wale wenye kumdhukuru Allah katika hali ya kusimama, wakiwa wamekaa, wakiwa wamelala, halafu wayatafakkaruna fi khalqis samawati, wakatafakari kuhusiana huku kuumbwa kwa mbingu na nini, huku kutafakari kuumbwa kwa mbingu na ardhi ni kupi ambako Allah atakatutafakari. Baada hamjafahamu nataka mshangie nini, hata anatutaka nini hapa Allah subhanahu wa ta'ala anapotusema kwamba tutafakari kuhusiana na uumbaji wa mbingu na nini
tutafakari kuumbwa kwa mbingu na maana yake nini? Na tafakari ukubwa wake. bado shajiandika ma khalaqna as-samawati wal arda batilan subhanaka faqina. Tutafakari kuhusiana na kuumbwa mbingu, kwamba mbingu imeumbwaje, ardhi, sio maana yake ndio kutafakari. Tukitaka tuseme tutafakari mbingu imeumbwaje, ardhi imeumbwaje, mpaka tuje tufike pahala tupate jawabu tuseme subhanaka ma khalaqta hadha batila. Baada ya kutafakari, maana yake nini? Maana yake atakawa tuisome mbingu, tuisome na ardhi, ndio maana yake tupo. Kama tuisome mbingu na kuumbwa kwa mbingu na kuumbwa, ni somo gani hili mwaliita leo? Na sawa la anga, kuna jina lakini laitwa geography, physics inaingia na geography inaingia. Kwa hiyo Allah kataka tuingie huko kwenye physics, kwenye geography, ndio tutapata kujua imeumbwa suko ili tutafakari. Na hapo tutakaposoma hiyo physics na nini na geography, mada zake ni zipi? Na zaanga Kwa hiyo tutasoma nini huko? Tutasoma jua, mwezi. Jua, mwezi kizungu mwahitaji sayari, au sio? Kwa tutazisoma sayari au sivyo? Tutasoma jua, mwezi, tutasoma Venus, Pluto, Jupiter, Saturn, si ndio? Tufahamiana? Msomaji huyu aitwaje huyu? Mwanasayansi au mwanaastronomy? Anaitwaje? Anasifika sana duniani Huku kwenye Uislamu twamwitaje huyu? Ukilisoma jua maana yake unasoma shamsi. Sawa Utasoma na kamari, shamsi, kamari, zuhali, mirihi, mushtara. Utasoma hizo huku zina majina hayo ya mabaya Shamsi ndio wasoma jua shamsi. Kamari ndio mwezi sio? Zuhali, mushtara, Jupiter, mushtara, zuhali, sijui zuhra, sijui nini, tuko Kiarabu na kisha zaitwa hivyo. Utasoma hizo. Huku zinaitwa vipi? Saturn, Earth, Pluto, Mercury. Tuko pamoja Sijui mwafahamu ninalokusudia kusema. Wataka kusoma wewe hizo. Ukisoma huku utaingia kwenye manektabasa ilman min an-nujumi iktabasa shu'bata min as-sihri zada ma zada au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuko kigusa utakuwa unasoma nini? Lakini ukisoma hivi Pluto, ki Venus, ki Earth, usome nini? Usome uchawi. Kwenye hii aya Allah anatuhimiza tusome hiyo elimu, tuko pamoja ili tuweze kujua mbingu imeumbwaje, dunia imeumbwaje, na viumbe vikoje, vimeumbwa vipi. Tukitafakari, tukijua, tukisoma ndio tutakuwa tunaweza kutafakari Tukisha tafakari ndio tutarudi na majibu. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Hujaumba haya kwa kucheza. Hujaumba tusiji Pluto kwa jinsi ndio ulikuwa wacheza tu, umeomba turudi likae tu pale kama vile. Maana batila ni mchezo wa kitoto, ndio unaitwa batila au aje. Mchezo wa kitoto. Mtoto mchezo wake ni nini? Atafanya mchezo kwa gharama kubwa, alafu hakuna faida, ataacha tu, hakuna matokeo.
atatengeneza gari lake hapo la mbao shekhe, atakula siku hiyo hali, alafu usiku analitupa huko, ndio batila hiyo. Maana hakuna mali na maana lakini kazi aliyofanya kubwa kweli, basi utajua kwamba Allah hakuumba dunia, hakuumba hivyo vilivyoko duniani kwa kucheza, kwamba kile chokumba kuna maana yake na kuna faida zake. Lakini kutafakari, huwezi kutafakari hivi, tusidanganyane. Kutafakari mpaka uitizame ile uumbaji wa mbingu na ardhi ilivyoumbwa, uitizame mbingu ile, si kuna nyota ile hiyo? Sio kutafakari huko. Fi khalqi samawati, maana yake ina maana uisome, ndio utakapotafakari ukajua kwamba kweli kwani ya mbingu imepatikana kwa kitu gani na kitu gani. Utajua kitu gani ni moshi. Allah sema ilikuwa ni dukhani, wahia dukhani, au sio? Mnahitaji nini kizungu sisi ilikuwa ni dukhani. Faqala laha walil ardi itiya tawan au karha qalata ataina tawan. Tajua mbingu ilikuwa nini, ardhi ilikuwa nini, ilikuwa kuwaje, ilikuwa wapi, mpaka imekuwa hivi, imekuwa vipi, ina mambo gani. Lazima utamjua. Na ndio maana wale waliosomea hizo elimu wakenda huko juu wakatafakari, basi asilimia kubwa walirudi wakawa Waislamu. Ambao si Waislamu walisilimu, lakini makafiri waliwaua, kwa wengine waliwaritadisha, kwa sababu tu isijaonekana kwamba Uislamu ndio dini ya sahihi. Waliwaua, waliotaka hawalikataa kuritadi waliwaua, na waliokubali kuritadi waliishi.